Swanga TV, sauti ya maisha. Imekuwa ni hali ya kawaida kusikia taarifa ambazo kuna wakati zinasikitisha ya kwamba jamaa fulani ambaye alioa huenda mwezi mmoja uliopita amekwisha achana na mkewe. Watu wanakaa na kujiuliza, tulipoteza muda, tulipoteza fedha kwa ajili ya harusi yao, lakini baada ya mwezi mmoja tu hawa wameachana. Hii ndio mada ambayo tunakwenda kuizungumza leo, kuonesha jinsi ambavyo baadhi ya wanaume wanavyokurupuka na hatimaye wanaangukia pua. Jina langu ni Hamza Shabani Lusambo. Amani ya Mungu iwe nawe popote pale ulipo. Nikukaribishe kwa kusema karibu, tuweze kuangazia sababu zinazopelekea baadhi ya wanaume kuangukia pua katika ndoa. Dini ya Uislamu imeelekeza wazi kabisa sifa za mwanamke ambaye anatakiwa aolewe. Miongoni mwazo ni tabia iliyokuwa njema pamoja na hofu dhidi ya Mwenyezi Mungu. Mwanamke akiwa na tabia njema lakini pia akiwa na hofu dhidi ya Mwenyezi Mungu, atavumilia na ataishi na wewe katika shida na raha. Ni wakati wa vijana ambao wanaelekea kwenye ndoa kuweza kufanya kila liwezekanalo kurejelea mafundisho ya Mungu yanasemaje katika kuwatafuta wenza wao ambao wanakwenda kuishi nao katika shida na raha. Sababu ya pili ni hisia za kimapenzi pamoja na mvuto wa kimwili. Vijana wengi wamekuwa wakiwaoa wanawake kwa kuangalia uzuri wa muonekano wa nje wa wanawake hao. Leo nataka nikueleze ya kwamba kuna kipindi ambacho huitwa ni uchumba. Unatakiwa ufanye utafiti, umfuatilie mwanamke, uangalie na upeleleze kuhusiana na tabia zake. Sio tu umekutana na mwanamke kwenye mitandao ya kijamii, unaona muonekano wa nje ni mzuri, unaona umbo lake ni zuri, baadaye unaona huyu ni mwanamke anayekufaa. At the end of the day unakuta unaangukia pua. Ndani ya mwezi mmoja ushamwacha. Sababu ya tatu ni shinikizo la kijamii, familia pamoja na marafiki. Baadhi ya watu wanakurupuka kuwaoa wanawake huenda ambao hawakuwa katika akili zao katika kuwaoa kutokana na shinikizo huenda familia. Mama anamtaka mtu fulani uweze kumuoa, marafiki nao wanamtaka mtu fulani uweze kumuoa, au marafiki wameoa na wewe ukiangalia umri wako umeenda na wanasema hapana, bora liende, mwanamke yeyote ambaye nitakayempata ni bora ni muoe. Sasa pasina kufanya utafiti wowote dhidi ya tabia ya yule mwanamke, dhidi ya mienendo ya yule mwanamke, unakwenda kumuoa yule mwanamke ili uweze kusifiwa ima na marafiki au kusifiwa na familia. Ndoa ni kitu ambacho kinadumu milele, kufa na kupona. Ukisema tu umwangalie mtu fulani kwa sababu alioa, kwa sababu wewe hujaoa, au uangalie kwamba naoa kwa ajili ya kumridhisha mtu fulani, ndoa ni baina yako wewe na mkeo. Unatakiwa uchukue hatua ya dhati katika kumchunguza mwanamke unayekwenda kumuoa bila kuangalia shinikizo ya familia, marafiki au jamii kwa ujumla. Na sababu ya nne ambayo ni ya mwisho ni kukosekana kwa elimu ya awali kuhusu ndoa. Zamani wakati baba zetu wanakuwa, kulikuwa na jando pamoja na unyago. Miongoni mwa mambo ambayo vijana walikuwa wanafundishwa ni kuhusiana na ndoa, namna ya kumtafuta mke bora ni nani, akishaingia kwenye ndoa aishi vipi. Lakini hata baadhi ya mafundisho tumekuwa tukiyaona, tulikuwa tukiyashuhudia kwenye jamii tulizokuwa nazo. Unakuta mzee anakaa na rika fulani la vijana, anawafundisha kuhusiana na masuala ya ndoa. Hayo mambo hivi sasa yamepotea. Vijana hawana elimu yoyote kuhusiana na ndoa. Kijana anaingia kwenye ndoa, akili yake kichwani atajua yeye mwanamke gani, namna ambavyo akili yake au kichwa chake kinampelekea katika kuwatafuta wanawake ambao wanahisi ni wanawake bora. Na mwisho wa siku wanapoingia kwenye ndoa hali inakuwa ni tofauti, na mwishowe unakuta ndoa hazidumu katika ule wakati ambao uliotarajiwa. Ni imani yangu ya kwamba umeweza kupata funzo kupitia hizi sababu nne ambazo tumeweza kuzidadavua kwa pamoja, zinazopelekea au zinazo wafanya baadhi ya wanaume kutowapata wanawake bora ambao wangeishi nao katika maisha yao ya kila siku. Jina langu ni Hamza Shabani Lusambo, mpaka wakati mwingine. Asante na kwaheri. Swanga TV, sauti ya maisha.